Bwana asifiwe. Bwana asifiwe wapendwa. Ningetaka tuendelee na pale mchungaji Faith alipoanzia. Siku ya leo tunanena kuhusu kutoa. We are talking about giving. And as you are aware, brethren, that we are in the process. Tumeanza, tuko katika harakati, tuko katika mwendo wa kujenga hekalu. Bwana asifiwe. Can I hear an amen? Hebu nisikie amen. Amen. We are in the process of building a temple for the Lord. Actually a sanctuary for the Lord. Tuko katika hiyo hali ambayo ama katika huo msimu ambao ni wa matoleo. We are in a state or in a position that we are doing an offering. Tunatoa matoleo yetu kwa ajili ya ujenzi wa kanisa la Bwana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. So let us read our scripture from the book of Exodus 35 from verse 4. Ni andiko ndefu but ni nzuri sababu iko na mambo mengi ambayo tunaweza jifunza. Bosco, I'm reading from the Modern King James Version, MKJV. Na niwape msingi tu, kama walioona video ambayo tulikuwa nayo wakati nilipohubiri, wakati bado tulikuwa online, nilinena kuhusu Musa kuomba kuonyeshwa utukufu wa Mungu, na ulikuwa ni msimu fulani katika maisha ya Musa na katika wana wa Israeli. Musa aliomba Mungu wakati alikuwa ameshushika moyo, kwa maana wana wa Israeli walikuwa wameabudu sanamu, walikuwa wameunda sanamu na wakainamia. Na Musa akiwa pale kwenye mlima, Mungu anamwambia wale watu ulioleta kutoka Misri wamegeuka na wameinamia miungu mingine. So wakati Musa anakuja, anapata hali ambayo haikuwa mzuri, na Musa akawa ameghadhabika, akasiaga ile umbo ambao watu wana Israeli walikuwa wametengeza, na akawaforce wakakunywa yale maji, akachanganya hayo mavumbi, akachanganya na maji. Ilikuwa ameghadhabika kabisa, na akaenda mlimani na akaomba Mungu amuonyeshe utukufu wake. Na Mungu ni wa rehema, kwa maana alimuonyesha utukufu wake na akajitangaza yeye ni nani, akajifunua kwa Musa. Na sasa baada ya kumuonyesha haya, sasa tena anawatuma kwa wana wa Israeli. Anawatuma kwa wana wa Israeli. Remember now there's a mission of reconciliation which has to be there. Lazima kukuwe na huduma hiyo ya kurejesha watu wa Mungu kwake Mungu. Na sasa wakati Musa anapokuja kwa wao wana wa Israeli, cha kwanza anawakumbusha kuhusu Sabato. Hiyo ni kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 3. Lakini our key text ni kuhusu ujenzi wa madhabahu, the building of a tabernacle. Now God wanted to come and stay with these people. Alitaka wakamjengee pahali ambapo kungekuwa ni nyumba ya makutano, kama jinsi sisi tunavyonuia. We are planning to build a cathedral. Bwana asifiwe. Tunatamani kujenga cathedral ambapo itakuwa ni nyumba ya sala, itakuwa ni nyumba ya makutano, itakuwa ni nyumba ya kukutana na Mungu wetu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwani hatuna imani? We are building a cathedral. May I hear a good amen? Amen. So Musa akaja kwa wana wa Israeli, akawaambia kuhusu yale maagizo ambaye Mungu alikuwa ameyatoa. And let us read from the book of Exodus chapter 35 from verse 4, and we'll read until verse 29. So tutasoma kwa Kiingereza lakini tutaendelea na lugha zote mbili. Verse 4, it says that Moses spoke to the congregation of the sons of Israel, saying, "This the thing which Jehovah commanded, he said, take from among you an offering to Jehovah. Whoever is of a willing heart, let him bring it, an offering to Jehovah. Gold and silver and bronze and blue and purple, scarlet, bleached linen and goat hair and ram skin dyed red, badger skin and acacia wood, and oil for the light, and the spices for anointing oil, for the sweet incense, the onyx and onyx stone,
and stones to set on the ephod for the breast pocket. Verse 10, and every wise-hearted one among you shall come and make all that Jehovah has commanded, the tabernacle, its tents, its covering, its clasp, its boards, its bars, its pillars, and its sockets, and make an ark and the staves of it, the mercy seat and the veil of the covering, the table and its staves and all its vessel, the and the showbread. Also the lampstand for the light, and its vessel and its lamp with the oil for the light. Verse 15, and the incense altar and its staves and the anointing oil and the sweet incense and the hanging of the door at the entering of the tabernacle, and make the altar of burnt offering with its broads, grating, its staves and all its vessel and the levers and its base, the hanging of the court, its pillars and its sockets, and the hanging for the door of the court, the pins of the tabernacle, and the pins of the court, and their cords, the woven garments to do service in the holy place, and the holy garments for Aaron and the priest, and the garments for his sons to minister in the priest's office. Verse 20, and all the congregations of the congregation of the sons of Israel departed from the presence of Moses, and they came, everyone whose heart stirred him up, and everyone whom his spirit made willing. They brought Jehovah's offering to the work of the tabernacle of the congregation, and all his service, and for the holy garments. And the men came in together with the women, as many as were willing-hearted, bringing bracelets, earrings, and rings and ornaments, all jewels of gold, and everyone who offered a wave offering of gold to Jehovah. And everyone with whom was found blue, purple, and scarlet, and bleached linen, and goat hair, and the red skin and ram, badger skin, brought them. Verse 24, everyone lifted up an offering of silver and bronze, brought Jehovah's offering. And everyone with whom was found acacia wood for any work of the service brought it. And every wise-hearted woman span with her hands, and they brought span yarn, blue and purple, scarlet and bleached linen. Verse 26, and all the women whose hearts were lifted up in wisdom span the goat hair, and the rulers brought onyx stones, and the stones to be set on the ephod and for the breast pocket. And they brought spice and oil for light and anointing oil, and for a sweet incense. The sons of Israel brought a willing offering to Jehovah, every man and woman whose heart made them willing to bring for all kind of work which Jehovah had commanded to be made by the hand of Moses. And that's the word of the Lord. Amen. Amen. So ujumbe wangu ni kuhusu kutoa. Kama jinsi mchungaji Faith alivyoanzisha, alinena kuhusu mambo ambayo yanapaswa kuzingatia wakati wa kutoa. We need to get a revelation. We need to get a knowledge in our giving. But on me, I'm concentrating. I'm looking like a negative part of it, not what to do when you are giving. Ni nini haupaswi kufanya wakati unapotoa. So jambo la kwanza, what you are not supposed to do, don't leave this work for a few people. Hii kazi ambayo tuko nayo ni kazi kubwa. Bwana asifiwe. It's a mega project. Bwana asifiwe. But this work is not supposed to be for a few. Wapendwa, hii kazi si ya reverend peke yake. Wapendwa, hii kazi si ya wachungaji peke yake, hata si ya wazee wa kanisa, hata si ya men fellowship peke yake, si ya wamama peke yake. Hii kazi ni yetu, si ya vijana peke yake. Every one of us is called to this work. Praise the Lord. Amen. The Lord, when he was commanding Moses, anasema hivi, and if you look on the passage that we read, the word every is very prominent, and all is very prominent. Going to verse 5, he says, take
a man an offering to Jehovah. Whoever, mtu yoyote. Bwana asifiwe. So this work is open to everyone. Go to verse 10. And every wise-hearted one. Ni ya kila mtu, every ni kila mtu yeyote ambaye ana hekima ama ana ujuzi. Go to verse 20. And all the congregation, each every person. Bwana asifiwe. In this work we have a position for each and every person. Go to verse 22. And everyone. Go to verse 23 starting. And everyone with whom was found. Go to verse 24. Everyone lifting up. And everyone. Verse 25. Verse 26. And all the women. It was not a work for the men alone. Haikuwa kazi ya wanaume peke yake. Haikuwa kazi ya viongozi peke yake. Ilikuwa ni kazi ya kila mtu. Bwana asifiwe. So in this work that of giving an offering, and I'm concentrating on the sanctuary that we are to build. Everyone is needed and everyone is required to this work. Je, kuna mtu ambaye anahitajika hapa siku ya leo? Hebu nione kwa ishara mkono kama unajua unahitajika. Amen. Everyone is required in this work. So don't let this work to be run by a few. On this project, praise the Lord. Ombea huu mradi. Wacha ikae katika moyo wako. The second thing, don't give grudgingly. Don't give grudgingly. Usitoe kwa kusukumwa, usitoe kwa kushikilia, usitoe ukiwa unanumunika. The words there are given a willing heart. Go to verse 5. Whoever is of a willing heart. Bwana asifiwe. Verse 21. Whose heart stirred and his spirit made willing. Ni kazi ya mtu atakayetoa kwa moyo ambayo ni wa kujitolea. Bwana asifiwe. Kazi ya Mungu, anytime we are doing ministry, kila mara unapofanya huduma, iwe ni kwa kazi yoyote, wacha hata tu kutoa peke yake. Iwe wewe ni muimbaji, wewe unafundisha Sunday school, uwe ni wa ushering. Kazi ya Mungu si ya kazi ya kufanywa kwa kunumunika. This work is supposed to be done by willing hearts. Bwana asifiwe. Mioyo ambayo inataka kufanya hiyo kazi. Do you know kuna sadaka ama dhabihu ambayo Mungu anakataa? Mungu mara mingi amekataa dhabihu. Tukisoma katika kitabu cha Malaki sura ya kwanza kuanzia mstari wa 6 anasema hivi: A son honors his father and a servant his master. If I am a father, where is your honor due to me? If I am a master, where is the respect due to me, says the Lord Almighty? If you, O priest, who show contempt for my name. But you ask, how have we shown contempt in your name? Verse 7, you place defiled food on my altar. But you ask, how have we defiled you? By saying that the Lord's table is contemptible. Verse 8, it says, when you bring blind animals for sacrifice, is that not wrong? When you sacrifice crippled and diseased animal, is that not wrong? Try offering them to your governor. Would he be pleased with you? Would he accept you? Says the Lord Almighty. Toa sadaka hiyo yako ukinungunika. Actually na challenge, give it to your governor. Pelekea governor wenu. Pelekea Olelenku. Kazi ambayo unanungunika. Atafurahia. By the way, we don't even need to go to Governor Olelenku. Tuko na chairman hapa. Hebu pelekea chairman hiyo sadaka yako ukinungunika. Chairman utachukua. Nakwambia kaa nayo tafadhali. You know, I've had people complaining, mimi nimehama hiyo kanisa, wacha nione, wamekuwa wakinifuata sababu ya kutoa, wacha tuone. My brother, my sister, kazi ya Mungu si ya kufanywa tukinungunika. Bwana asifiwe. And when you are giving to this sanctuary, please remove all grudges, remove all complaints from your giving. Toa kile ambacho kinakufurahisha. Bwana asifiwe. Na kazi ya Mungu itaendelea vizuri. Bwana asifiwe. 2 Corinthians chapter 9. Remember this, whoever sows sparingly
will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Bwana asifiwe. Mungu anapendezwa na mtu ambaye anatoa akifurahi. Bwana asifiwe. Mtu ambaye anatabasamu, isiwe ni kusukumiliwa, isiwe ni kama unasikia umepigwa ngeta. Hapana. God loves a cheerful giver. So in this project of the sanctuary, in this project of building the cathedral, we shall not give grudgingly. We shall not give with grudging hearts. And I thank God because tulipewa muda ambao tukaambiwa kilele kitakuwa mwezi wa 8. This time, my brother, my sister, you know you can go and pray about the giving for this sanctuary. You can go and pray. You can ask God for his direction. Ende muombe Mungu, mwambie akuondolee kizuizi chochote. Usije ukatoa sadaka yako hapa, usije ukatoa dhabihu yako hapa, alafu Mungu aseme, sitaki hiyo. The children of Israel were told, give with a willing heart to whoever. Kazi ilikuwa ya kila mtu. Every person was invited. Kila mtu akaitwa atoe. Lakini tena kukakuwa na cut off. Ile tunaitanga cut off. Kukakuwa na watu ambao wamechujwa. Wale ambao hawakuwa na moyo ambao unataka. And brethren, I want to assure you, hii kazi itafanyika. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kazi itafanyika. Amen. Bwana asifiwe. Yes, with a willing heart, and my willing heart will be able to do it. Go and pray to the Lord. Ask for a commitment from the Lord. Mwambie akuonyeshe ni jinsi gani utakavyohusika kwenye hii kazi. But then you know there are many ways of doing so. Kuna njia mingi ya kufanya hivyo. Unaweza jicommit kwa siku, unaweza jicommit kwa wiki, unaweza jicommit kimwezi, kwamba kila mara over above what I give, this is what I'm standing with for the work of the Lord. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unaweza jicommit kitu ambacho utakachofanya. Bwana asifiwe. Amen. Si unaweza sema utasave 50 bob kila siku ama 20 bob. Bwana asifiwe. Mama wako ukiuza maziwa unaweza sema nusu lita kila siku ni ya Mwenyezi Mungu. Ni ya sanctuary. Bwana asifiwe. I'm just giving you practical ways. Bwana asifiwe. Wale wanafanya vibarua unaweza dedicate siku moja kwa mwezi, useme siku hii itakuwa ya Mwenyezi Mungu. Kibarua cha siku moja, I'm dedicating it. Put the word of God in your heart. Bwana asifiwe. This was for willing hearts. Bwana asifiwe. We must place it in our hearts and don't give grudgingly. Bwana asifiwe. Amen. Kitu kingine ambacho hatutafanya, don't withhold anything. Don't withhold anything. Mpendwa, usione shilingi yako 10 ni kama kidogo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Usione hiyo 100 yako ni kama kidogo. Usione kama hiyo 1000 yako moja ni kidogo. Don't wait until utapata maelfu ya pesa. We are seeing that walipokuwa ile sadaka ambao walioitishwa, tunaona kuna vitu vingi tofauti. We are seeing gold, we are seeing silver, we are seeing bronze. Hizi ni chuma ambazo ni za thamani. We are seeing blue and purple and scarlet bleached linen. We are seeing goat's hair. We are seeing onyx stones. We are seeing spices. Tunaona vitu tofauti, hata mbao wakaambiwa leteni. Bwana asifiwe. In this work of building the sanctuary, we need the stones, we need the sand, we need the cement, we need the timber, we need iron, we need decorations, we need the wiring, we need the lighting. Kuna mambo mengi ambayo tunahitaji, mpendwa. Na hiyo kitu yako kidogo ambacho unacho, it will go a long way. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Commit ourselves with a willing heart and a dedicated spirit, that whatever is required, kile kidogo ambacho niko nacho kitasukumilia pale ambapo kunapohitajika. Also don't ignore your contribution in service.
Bwana asifiwe. Don't ignore your contribution in service. Kuna watu ambao walifanya kazi na mikono yao. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. We are seeing that there are ladies. Kuna wadada ambao verse 26, and all women whose hearts were willing were lifted up in wisdom span goat hair. Bwana asifiwe. Wakasuka na mikono yao. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe wapendwa. Kuna mama walisuka na mikono yao. Kuna wamama walitengeza nyuzi. Bwana asifiwe. Kuna watu ambao waliitwa, ambao walikuwa na ujuzi fulani. Kila ujuzi ambao unao, mpendwa, unaweza tumika katika hii kazi. It's a call for whatever you have. Praise the Lord. Any skill you have, any ability that you have, it can be used in this sanctuary. So giving ama kutoa haijalimitiwa pekee kwa fedha. You know, most of the times we don't give because we are thinking of only monetary values. Mara mingi hatutoi kwa maana tunafikiria kutoa ni fedha pekee. But wapendwa, unaweza toa wakati wako. Mpendwa, unaweza toa ujuzi wako. Bwana asifiwe. This work of constructing this sanctuary, we shall have masons. Are you a mason amongst us? We shall have carpenters. Kuna wa maseremala. We will have electricians. Tutakuwa na watu wa mitambo, fundi wa mitambo. Tutakuwa na wahandisi. And speaking of engineers, I'm reminded of Bosco. We need your contribution here. Praise the Lord. We shall have laborers. Kuna mtu tu uko na misuli, uko na nguvu, unaweza chimba. Bwana asifiwe. You can give that service as an offering to the Lord. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. So whenever we are thinking of giving, let us not always think of giving in terms of monetary value. We can also think of giving in terms of service. We can also think of giving also in terms of other support. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe wapendwa. Don't look at the season. Usitazame majira. When you are giving, don't look at the season. Unajua inanishangaza kwamba hawa watu walikuwa jangwani. They were in a desert. And yet in the desert, hapo ndio Mungu anawaambia watoe. Unajua wakati mwingine tunangojea wakati tutavuna, wakati ghala zetu zitajaa, ndio tuanze kufikiria mambo ya kufanya nini? Ya kutoa sadaka. But God asked for them for an offering in the desert. Wakati kumekauka. I'm not ignorant of the season. We are in the season of the COVID. I'm not ignorant of the season. We are in the season of hard times. Juzi tu vitu vimeongezwa. Si mambo yanakaa tu yanakuwa magumu. But mpendwa, don't look at the season. Ukitazama majira utapitwa na baraka yako. Praise the Lord. Bwana asifiwe. A desert is the best place to give. Wakati kuna ukame ndio wakati mzuri wa kutoa. And you shall realize that this kwamba hawa wana wa Israeli waliambiwa watoe katika mwaka wao wa kwanza, wakati walipotoka katika nchi ya Misri. You won't believe it, they had 38 or 39 more years to survive in the desert. Wow, surely they needed God. Bwana asifiwe. Ilikuwa ni mwanzo tu wa jangwa. Ilikuwa tu ni mwanzo wa jangwa. Hebu niambie, kama Mungu angewaachilia huko, wangetoboa kweli? Wangetoboa. Na wakati mambo yaliyo magumu, wakati tuko katika janga za kimaisha, wakati tuko katika janga ya uchumi, ndio wakati mzuri wa kutoa dhabihu zetu na kutoa sadaka zetu kwa Mungu. Ndio wakati mzuri wa kusimama na kazi ya Mungu. Tunakumbuka pia Hagai, wana wa Israeli tena, Mungu anawahimiza, ninyi mnaishi kwa nyumba na nyumba yangu bado haijajengwa. Wana wa Israeli walikuwa wametoka katika uhamisho. They had come from captivity. And yet that is the time that God commands for them to give. Ecclesiastes 11:6 says, sow your seed in the morning, and at evening let not your hand be idle, for you do not know which will succeed, whether this or that, or whether both will do equally well.
Panda mpendwa, panda katika kazi ya Mungu, panda na roho ya kupenda, mchana, usiku, asubuhi, panda. Mambo ni magumu, ndio, lakini nakwambia panda, kwa maana katika kupanda kwako ndio kutaleta tofauti, ndio kutaleta mwelekeo katika maisha yako. Galatians 6:7 says, do not be deceived, God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Verse 8, the one who sows to please his sinful nature, and from that nature will reap destruction. The one who sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Mpendwa, unaposimama na kazi ya Mungu, wakati unaposimama na huu ujenzi, know that you are sowing, ama unapanda katika ufalme wa Mungu. So don't look at the season. Ukiangalia majira, mpendwa, majira yanasema tofauti, majira yanasema tusipande, lakini kama kutakuwa na mwongozo katika maisha yetu, don't look at the season. Amen. Point ingine, it's God who gives, don't give what the Lord has not provided. Usitoe kile Mungu ambacho hajakupea. And this is a bit tricky. Usitoe kile Mungu hajafanya nini? Nimesema usitoe kile Mungu hajafanya nini? Hajakupea. Does it leave for pledges? Of course, you can give by faith. Unaweza jicommit kwa moyo wako. But the reason I'm saying don't give what the Lord has not provided. Hao wana wa Israeli, kumbuka walikuwa jangwani. Walitoa wapi dhahabu? Walitoa wapi fedha? Walitoa wapi hizi nyuzi? Where did they get them from? Remember, they were slaves in the land of Egypt. But if you go back to Exodus chapter 11 verse 2, it says, tell the people, this is God talking to Moses, tell the people that men and women alike are to ask their neighbors for articles of silver and gold. The Israelites, verse 35, still Exodus 12 verse 35. The Israelites did as Moses instructed, and asked the Egyptians for articles of silver and gold and for clothing. And the Lord had made the Egyptians favorably disposed toward the people, and they gave them what they asked for. So they plundered the Egyptians. Mpendwa, if we realize that everything we have belongs to the Lord, then hatutakuwa na shida ya kutoa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Pastor Peter alitusomea Psalms 24 verse 1. It says, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. Bwana asifiwe. Tutambue kwamba ninaposema tusitoe kila Mungu haja tupatia, tujue kwamba sisi ni mali ya Mungu. Sisi na kila kitu ambacho tunacho ni cha Mungu. Bwana asifiwe. Na kama kuna kitu cha kwanza tunafaa kutoa katika huduma hii ambayo ni ya kujenga hii hekalu, ni kujitoa sisi wenyewe. We should give ourselves first. And if we give ourselves first, then giving to the work of the Lord shall not be a challenge to us. Bwana asifiwe. Wakati tunapojitoa sisi wenyewe, haitakuwa ngumu kutoa mali yetu. Bwana asifiwe. Tunapojua kwamba sisi ni mali ya Mungu, wakati tunapojua baraka zote ambazo tunazo tumepata kutoka kwa Mungu, then haitakuwa ngumu kwetu kujitoa kwa Mungu. 1 Timothy 6 verse 7, it says, for we brought nothing into the world and we can take nothing out of it. Mpendwa, tambua kwamba tulikuja hivyo bure. Bwana asifiwe. So wakati unaposema usitoe kitu ambacho hujapata kwa Mungu, kutoka kwa Mungu, unatambua kwamba kila kitu kinatoka kwa Mungu. Everything that we have, all the possessions, they come from God. We ourselves are the property of God. Sisi ni mali ya Mungu. Nini tunaweza sema ni yetu? Hakuna kitu tunaweza sema ni yangu. Na kwa hivyo wakati ninapotambua kwamba mimi ni mali ya Mungu, napotambua baraka za Mungu katika maisha yangu, then haitakuwa ngumu kwangu kutoa kwa ajili ya kazi ya Bwana. Amen. Amen.
2 Corinthians 9 verse 9, it says, as it is written, he has scattered abroad his gifts to the poor, his righteousness endures forever. Now who, verse 10, now who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. Ni anatoa hiyo mbegu. Wakati unaposimama na hiyo kazi, ni mbegu, ni nafasi umepewa. Umepewa nafasi na umepewa mbegu ya kupanda. Whatever you have, you can sow in that field. Praise the Lord. Ni uwanja ambao una rotuba, unaweza panda. Na wapendwa, Paulo hapa anatuhakikishia kwa neno la Mungu kwamba he is able to enlarge the harvest. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nilisema usidharau hiyo mia yako mmoja. Bwana ndio ataikuza. This project for sure is going to take a length of time. But I'm praying, ninaomba kwamba hata katika uwezo wangu nikakue. Nikaanze na hiyo 100. Wakati tutakapofika mwisho wa mwaka nisiwe sasa na niko kwa 100. Mungu akuwa amenipandisha kiwango cha 1000. Ninaposonga mwaka mwingine nisiwe sasa kwa 1000, niwe kwa 1100. That's what I'm praying. That every time the Lord will increase my capacity. Wakati tunapopanda, mpendwa, wakati unapopanda unavuna na ndio unapata mbegu zaidi ya kufanya nini? Ya kupanda tena. Wakati unapovuna tena, usisahau reinvest back to the kingdom of God. Panda tena, mchana, asubuhi, panda tena. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. And that way we shall be blessed. So what was the result of these people giving? Kuliendeleaje wakati hao watu walitoa? Remember, they were giving in a wrong season. Walikuwa wanatoa katika majira ambayo yalikuwa magumu. Kumbuka walitoa kila kitu ambacho mtu alikuwa nacho, na kumbuka walitoa kwa mioyo ambayo ilikuwa imejitolea. Na kila mtu ambaye alijitolea alitoa, alipata hiyo nafasi. Going to Exodus chapter 40 verse 17. Exodus 40 verse 17, we see that the glory of God was evident as a result of giving their offering. The glory of God was evident. Verse 17 of Exodus 40, it says, so the tabernacle was set up on the first day of the first month, the second year. In all the travels of the Israelites, whenever the cloud lifted up from above the tabernacle, they would set out. But if the cloud did not lift, they did not set out until the day it lifted. So the cloud of the Lord was over the tabernacle by day, and fire in the cloud by night, in the sight of all the house of Israel. The glory of God was evident. Utukufu wa Mungu ulionekana na macho. Wacha ile nakwambianga nakuona ni kama umevikwa. Hiyo ni utukufu wa Mungu ulionekana. Ulikuja katika moto, na kukakuwa na wingu usiku ambalo linawaka moto, ambalo liliwaongoza. Brethren, when you give to the work of God, you shall have the guidance. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe wapendwa. Je, unataka muongozo katika maisha yako? Simama na kazi ya Bwana. The cloud was there for protection. That glory, it was protecting them. Hebu imagine usiku mnatembea kwa giza, lakini mkiwa na mwangaza, mkiwa na moto, hata adui wanaogopa. Hata wanyama ambao wangewashambulia wanatoroka. It was there for assurance. Praise the Lord. When you give to this work, I want to tell you that you shall have some assurance in your life. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna wakati mwingine tunasikia kwamba nataka uhakikisho kwamba Mungu uko pamoja nami, kwamba Mungu unatembea na mimi. You want such assurance? Stand with the work of God. Then there's the last point I have. As a result of their giving, there was longevity. Kulikuwa na upana, urefu wa miaka. Get this point correctly. We said the tabernacle, ukisoma hapo nyuma, it was set in the second year. Mwaka wa pili kutoka walipotoka katika nchi ya Misri. Mwaka wa pili they set up the tabernacle.
Do you know it guided them for 38 good years? Bwana asifiwe. And I want and it's one giving. Walitoa tu wakati moja. But that supported them for 38 years. They had God's direction for 38 years. Bwana asifiwe. Simama na kazi ya Mungu na utapata mwelekeo kwa miaka mingi. Bwana asifiwe. You get God guidance for many days. This tabernacle we are seeing also, it was the same tabernacle in the time of Joshua. It was the same tabernacle in the time of Judges. It was the same tabernacle in the duration of King Saul, even King David. Daudi actually ndio alikuja na hiyo wazo ambalo Elder Jenga alitusomea Jumapili iliyopita kwamba sasa tutoke katika hema tukajengee Bwana sasa nyumba. Actually it was there for over 480 years. Wow, talk of longevity. Ongea kuhusu muda mrefu. Bwana asifiwe. Na hii madhabahu, hii sanctuary ambayo tunajenga, picture future generations. Kama Yesu Kristo atakawia, tuone watoto, tuone wajukuu, tuone vitukuu, tuone hata watu wa mataifa, many generations coming there to worship the Lord. Bwana asifiwe. See many people coming to believe in God. Watu wakija pale na kubarikiwa, watu wakija pale na kupata wokovu, watu wakija pale na kupata miujiza. Kwa nini? Kwa sababu wewe na mimi tulitoa kwa kazi ya Bwana. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hiyo shilingi ambayo unayotoa, hiyo dhabihu ambayo unayotoa itasimama kwa miaka mingi. Bwana asifiwe. Nikimalizia, there's a verse I've always loved. That is in the book of Matthew, chapter 6, verse 19. It says, "Don't collect yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But collect for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroy, and where thieves don't break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also." Bwana asifiwe. Unaweza weka hazina yako mbinguni. Remember, we came here with nothing and we shall go with nothing. Kwenda hatutaenda bure pasipo na kitu chochote. Everything that we've amassed, all wealth, all the silver, all the gold, yote tutaacha hapa. But mpendwa, you know you can do something. Unaweza ekeza, you can invest in the kingdom of God. How do you invest? By investing on the work of God, in the work of God, and investing in the children of God, or the brethren. Bwana asifiwe. Amen. Natumaini kwamba tutakumbuka hayo mambo, kwamba wakati tunapotoa hii kazi hatutaiachia watu wachache. Hii kazi ni yetu wote. Don't give grudgingly. Usitoe na moyo wa kunungunika. Don't withhold anything. Chochote ambacho unacho kiko cha thamani kinaweza tumika. Don't ignore your contribution in service. Kila ujuzi unao, kila nguvu unayo, everything that the Lord has invested in you, it can be used in this ministry. Don't look at the season. Usiangalia majira, sababu ukiangalia majira utapitwa na hiyo baraka. And don't give what the Lord has not provided. Na unapofanya hivyo, Bwana atakubariki. Bwana asifiwe. Amen. Ningeuliza tusimame tu kwa dakika moja kupitia yale umesikia, kupitia ile point umeshika. I'm sure kuna pahali Mungu amekunenea jinsi unavyoweza simama na hii kazi. Enda mbele za Bwana, mwambie Bwana akuwezeshe. Ambia Bwana aweke mzigo huu ndani ya moyo wako, kwamba huu ujenzi hautakuwa wa watu wachache, hautakuwa wa wachungaji, hautakuwa tu wa viongozi, bali utakuwa ni ujenzi wetu sote, kwamba kila kitu unachopata, kiwe kidogo, kiwe jinsi gani, kwamba utaweza kutoa mbele za Bwana.
Let your will be done. Will be done. Let your will be done in my life. Let your will. Let your will be done. Will be done. Let your will be done in my life. Have your way. Have your way, oh Lord. Have your way. Have your way, oh Lord, in my life. Oh, take your place. Take your place, oh Lord. Take your place. Take your place, oh Lord, in my life. Oh, let your will. Let your will be done. Will be done. Let your will be done in my. Enda mbele za Bwana, mwambie mapenzi yake akatendeke maishani mwako. Mwambie akanene na moyo wako, akaweke mzigo wa hii kazi ndani ya moyo wako, akakupe moyo ambao unapenda kutoa, ukashikilie hii huduma katika jina la Yesu Kristo, ukajitolee na hali na mali na kila kitu kwa nguvu na uwezo wako ambao amekupatia, kile ambacho amekubariki nacho, kwamba utakuwa mwaminifu. Lord, we want to stand with your word, oh God. We want to stand, oh King of glory. We want, oh God, to stand, oh God. In Jesus' name, we want to stand with this word. God, we want to be used of you. We want to be spent of you, oh King of glory. Want kwamba utatutumia mfalme mwema, kuhakikisha mfalme mwema kwamba huu mradi mfalme mwema unatendeka, na sifa na utukufu wote ukawe ni wako. We give you glory, we give you honor. Mighty and everlasting Father, we give you glory. Let your will be done in our lives, O King of glory. That's what we pray. That's our prayer to you. Mfalme mwema, tunataka mapenzi yako yakatendeke katika maisha yetu. Mfalme mwema, kusimama na kazi yako, kusimama na wapendwa mfalme mwema, hata kusimama na hii project ambayo umeweka katika Bwana mioyo yetu. Mfalme mwema, tunaomba mapenzi yako yakatendeke. Tupe moyo mfalme mwema ambao unapenda, moyo ambao unabeba huu mzigo, moyo ambao ni unajitolea kwa kazi yako, na sifa na utukufu zote zikawe ni zako. Lord, we are praying that you also going to enable us, even with our strength, O King of glory, to be a blessing to this work. Lord, with every resource that you've given unto us, Lord, to be a blessing to this work. And all honor and all glory be unto you. We also pray, O King of glory, that as we are in this season of the giving, O King of glory, we shall not look at the clouds, we shall not look at the season, but O King of glory, we shall look unto you, who is the author and finisher of our faith. It's you who owns everything, O King of glory, that we are going to trust in you, and Heavenly Father, that you are going to enable us, give us the ability, prompt us, O King of glory. We pray that, Lord, this work, it's going to be in our hearts, and that we are going to plant, oh God, faithfully, oh God. As you said, you gives the seed. Tunaomba mbegu mfalme mwema, mbegu kwa huyo ndugu, mbegu kwa huyo dada, mbegu mfalme mwema kwa huyo kijana. Bwana, tunaomba mbegu yako Bwana ya kupanda katika kazi yako, na mfalme mwema ukatuwezeshe kukua katika Bwana upanzi wetu katika ufalme wako, na sifa na utukufu zote zikawe ni zako. Tunakuinua, tunakuabudu. Na labda ungekuwa pale ambao hujaokoka, hujamjua Yesu Kristo, jambo la kwanza ambalo unaweza tolea Bwana ni maisha yako, ni roho yako kwa Yesu Kristo. I don't know whether you are there that you want to say, Lord, I want you to come in my life. Je, uko pale na hujapokea Yesu Kristo na unataka kumpokea? Naweza una kwa ishara ya mkono. We have such a person. Okay, there's somebody who has a cry for a miracle. Unahitaji muujiza, Mungu akakutendea jambo. Kuna mtu kama yule. We have somebody who is in need of a miracle, any kind of miracle, healing miracle, spiritual miracle. Yes, I'm seeing a few hands are raised up. There are people who are in need of a miracle. So I would kindly request
Pastor Ngungi to pray because of those hands that are lifted up. Amen. Father, we thank you, Lord, and bless your name because of the ministry of your word. We thank you, Lord, for your servant, oh Lord, even by taking us through and leading us, God, knowing the importance of giving. And Father, we pray that you shall prepare us, oh God, to be instrument which will be used of you in giving and building of this cathedral. Father, we pray that you shall bless each one of us. Bwana, tunakushukuru kwa sababu ya wapendwa ambao wanainua mikono. Bwana, ninaomba katika jina la Yesu Kristo, kupitia mamlaka ambayo umetupatia kama watumishi wako, Bwana, ukaachilie baraka zako juu ya wapendwa hawa. Bwana, ukafungue njia katika jina la Yesu Kristo. Wanaokutarajia katika breakthroughs of finances, ninaomba Mungu wa ajabu ukafungue milango yako, kama vile neno lako limesema kwamba mbingu na ardhi ni zako, dhahabu na fedha ni zako. Mungu wa ajabu, naomba katika jina la Yesu Kristo, kaachilie baraka kwa watu wako. Bwana, wanaohitaji miujiza, Bwana ukawatendee, Bwana ukawatembelee, Bwana ukawainue, ukawavute machozi yao, Mungu wa ajabu. Na Bwana, katika jina la Yesu Kristo, wewe ukaonekane na ukatukuke katika maisha yao. So Lord, I commit and commend them to you and to the works of grace, that Father, in Jesus' name, you shall visit your people and you shall bless your people, O God. Lift them, O God, where they are low. Lord, lift them, Almighty God. Father, meet them at the very point of their need. We give you glory and give you praise. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Barikiwe. Asanteni sana. Naomba msamaha kupitisha wakati. Next time nitakuwa nimejifunza zaidi. Bwana